BBC. This is the Wizara ya mambo ya nje ya Ukraine dhidi ya Ukraine vikizidi kupamba moto. Na muswada wa kodi na matumizi ya serikali wa rais wa Marekani umepitishwa na Senate, ingawa kulikuwa na mgawanyiko kutoka pande zote. Sababu ya mgawanyiko ni nini? Kuna ofisi ya bunge ya masuala ya bajeti ambayo ilisema kwamba inaweza ikaongeza takriban dola trilioni 2.8 kwenye deni la serikali. Baadhi ya Amerika takriban 49% wanapinga, 29% wanaunga mkono, 21% wanasema hawana uhakika. Viwanjani, Dortmund na Real Madrid zatinga robo finali kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni habari za dunia, msomaji ni Victor Kenani. Ukraine imeelezea wasiwasi wake kwamba uamuzi wa utawala wa Rais Trump wa kusitisha baadhi ya usambazaji wa silaha kutoka Marekani kwenda Kiev unaweza kuipa Urusi ujasiri wa kuendeleza mashambulizi yake. Wizara ya mambo ya nje ya Ukraine ilimwalika mwanadiplomasia wa Marekani kwa mazungumzo, ambapo ilitoa shukrani kwa msaada wa Marekani, lakini pia ikasisitiza kuwa ucheleweshaji wowote katika kusaidia uwezo wa kiulinzi wa Ukraine utahimiza mchokozi kuendeleza vita badala ya kutafuta amani. Zaidi na Sef Abdalla. Marekani imesitisha baadhi ya shehena za silaha kwenda Kiev, ikulu ya Marekani imesema, huku vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vikizidi kupamba moto. Marekani haijathibitisha ni silaha gani zitaathiriwa, lakini inaaminika kuwa ni pamoja na makombora ya ulinzi wa anga ya Patriot na makombora ya mizinga. Uamuzi huo ulichukuliwa kuweka maslahi ya Marekani mbele kufuatia tathmini ya idara ya ulinzi kuhusu msaada wa kijeshi na usaidizi wa Marekani kwa nchi zingine. Msemaji wa White House Ann Kelly alisema siku ya Jumanne, Marekani imetuma makumi ya mabilioni ya dola ya misaada ya kijeshi kwa Ukraine tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake mwezi Februari mwaka 2022 na kusababisha baadhi katika utawala wa Trump kueleza wasiwasi wao kuwa akiba ya silaha ya Marekani ni ndogo sana. Ikulu ya Kremlin imekaribisha uamuzi wa Marekani ikisema kupunguzwa kwa silaha zinazoletwa Ukraine kutawezesha vita hivyo kukamilika. Ukraine imeonya kuwa msaada thabiti wa kimataifa, hasa kutoka Marekani, ni muhimu ili kuzuia uchokozi zaidi na kulazimisha njia ya kuelekea katika suluhu ya kidiplomasia. Mapigo ya Urusi dhidi ya Ukraine yanaendelea. Mwimbaji wa kufoka na mfanyabiashara mashuhuri wa mziki wa Marekani Sean Diddy Combs amepatikana na hatia kwa makosa mawili ya kuwasafirisha wanawake kwa madhumuni ya ukahaba, lakini hakupatikana na hatia kwa mashtaka mazito zaidi yaliyokuwa yakimkabili. Hukumu hizo za usafirishaji zinaweza kumkabili na kifungo cha hadi miaka 10 jela. Zinahusiana na wanawake wawili waliokuwa wapenzi wake wa zamani, ambao wote walitoa ushahidi mahakamani wakielezea kuwa walifanyiwa ukatili wa kimwili na kingono na Combs. Hata hivyo, baraza la majaji lilimpata kuwa hana hatia katika mashtaka ya uhalifu wa kupanga na mashtaka mawili ya usafirishaji haramu wa kingono. Kama angepatikana na hatia kwa mashtaka hayo, Combs angeweza kukabiliwa na kifungo cha maisha jela. Maafisa wa Hamas wamemfungulia mashtaka kiongozi wa kundi hasimu la kijeshi linalofanya kazi kusini mwa Gaza, wakimhutumu kwa usaliti na kushirikiana na maadui. Yasir Abu Shabab ameagizwa ajisalimishe kutokana na madai ya uhusiano wake na Israel na uporaji wa misaada ya kibinadamu iliyokusudiwa kwa raia. Abu Shabab amekanusha tuhuma hizo na anasisitiza kuwa kundi lake linaambatana na misafara ya misaada ili kuhakikisha usalama wake. Israel imedhibitisha kuwa inaunga mkono kundi moja la kijeshi ndani ya Gaza linalopinga Hamas, ingawa haijataja kwa jina. Mapema, wizara ya afya Gaza inayoendeshwa na Hamas ilisema kuwa angalau Wapalestina 15 wameuawa na kadhaa kujeruhiwa katika mashambulizi ya anga ya Israeli yaliyofanyika usiku kucha katika maeneo mbalimbali ya ukanda huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mhariri wa gazeti moja nchini Zimbabwe anatarajiwa kufikishwa mahakamani leo kwa kuchapisha makala ya vichekesho iliyomkosoa rais wa nchi hiyo. Faith Zaba, mhariri wa gazeti binafsi la The Zimbabwe Independent, anatarajiwa kufunguliwa mashtaka ya kudharau mamlaka ya rais, sheria ambayo mara nyingi hutumiwa kuwanyamazisha raia wanaomkosoa rais. Zaidi na Leila Mohamed.
Zaba ambaye ni mwandishi mkongwe alikamatwa kutokana na makala maalum aliyoandika wiki iliyopita ambayo ilielezea Zimbabwe kama taifa la kimafia linalosaidia majirani zake kuiba uchaguzi. Pia ilitaja jumuiya ya kikanda ya SADC kama muungano wa madikteta wa kibiashara. Waendesha mashtaka wanasema makala hayo ya vichekesho ya kila wiki yalimdhalilisha Rais Emmerson Mnangagwa. Kwa miaka mingi, raia kadhaa wa Zimbabwe wamewahi kukamatwa kwa kutumia sheria hiyo kwa kutoa maoni hasi kuhusu rais. Zaba anatarajiwa kufikishwa kwa mara ya kwanza mahakamani leo mjini Harare. Makundi ya wanahabari yamekemea vikali kukamatwa kwake, yakisema kuwa hatua hiyo ni tishio kwa uhuru wa kujieleza nchini humo. Na Umoja wa Mataifa umesema ghasia dhidi ya raia zimeongezeka Sudan Kusini katika miezi ya hivi karibuni, wakati uhasama kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar ukipamba moto. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya raia 730 wameuawa na wengine wengi walijeruhiwa kati ya mwezi Januari na mwezi Machi mwaka huu, na kuongeza ghasia zilizoongezeka maradufu wakati mzozo kati ya Rais Kiir na Bwana Machar ulipodhihirika wazi mwezi Machi, mzozo uliosababisha Machar kuwekwa kifungo cha nyumbani. Umoja wa Mataifa umezitaka pande hizo mbili kupunguza mvutano unaotishia kulitumbukiza tena taifa hilo changa kwenye vita, na kuzitaka kuheshimu na kuzingatia makubaliano ya kugawana madaraka yaliyoafikiwa mwaka 2018, makubaliano yaliyovimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe Sudan Kusini vilivyodumu kwa miaka 5. Hii ni BBC. Taarifa kuu za dunia zimesomwa na Victor Kenani akiwa Nairobi. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika nchini Kenya kupitia Milele FM, nchini Tanzania ni CGFM, Uganda ya Tegesikio kupitia Radio Kitara, na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano kule Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Unaweza pia kutoa maoni yako na tukasoma baadaye. Mimi ni Regina Mziwanda nikiwa studio zetu mjini Dar es Salaam. Mwenzangu ni Karorobi kule Nairobi. Karibu Karorobi. Asante Regina, na karibu tena msikilizaji katika matangazo haya ya Dira ya Dunia. Tunaanzia huko Uganda ambako huku joto la kisiasa likishika kasi nchini Uganda kuelekea uchaguzi mkuu utakofanyika mwakani, vyama viwili vya upinzani kikiwemo chama cha PFF na chama cha ANC vimeunda muungano na kusaini mkataba wa makubaliano. Vyama hivyo vinasema hatua hiyo itasaidia kupiga jeki juhudi za kukiondoa chama tawala kinachoongozwa na Rais Yoweri Museveni ambaye ameitawala Uganda kwa karibu miongo 4. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shuaib Ibrahim. Huu ni muungano wa kwanza kabisa kutangazwa rasmi na baadhi ya vyama vya upinzani nchini Uganda kuelekea uchaguzi mkuu wa urais ambao unatarajiwa kufanyika Januari mwaka 2026. Katika mahojiano na BBC, kiongozi mkuu wa chama cha ANC Mugisha Muntu amesema ushirikiano huu ambao upo katika hatua za kwanza za utekelezwaji unapendekeza kuwa vyama hivyo vitaweka mgombea mmoja kuwania katika kila nyadhifa za uongozi katika uchaguzi mkuu ujao. Moja kwa hayo mambo ambayo tunataka tufanye pamoja ni ya kuona namna tunavyoweza kuwa na candidates tokea chini mpaka juu. Tumeweka kamati ya watu 16 watakayoweka mambo yatakayofuata mpaka tutakavyomaliza piga kula. Ama kuhusu nafasi ya kugombea urais bado haijabainika wazi nani atawakilisha muungano huo kwa nafasi hiyo. Chama cha Alliance for National Transformation kiliasisiwa na aliyekuwa mgombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2021 Jenerali mstaafu Mugisha Muntu baada ya kuondoka kutoka chama cha FDC mwaka wa 2017. Kufuatia mitafaruku ndani ya chama cha FDC, chama cha People's Front for Freedom yani PFF kiliundwa mwezi Mei. Lakini hatua hiyo ilikuja huku mmoja ya viongozi wa chama hicho na mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Daktari Kizza Besigye, akisalia korokoroni kwa tuhuma za uhaini.
kutakuwepo mpango ya kufikisha hii agreement, memorandum of understanding, itachukuliwa kwenye gereza aweke sahihi. Muungano huu unakuja baada ya rais wa Uganda na mwenyekiti wa chama tawala cha NRM Yoweri Museveni kuonesha rasmi nia yake ya kuwania muhula mwingine. Mwishoni mwa juma, Rais Museveni aliwasilisha nyaraka zake kwa chama kutaka kupewa nafasi nyingine ya kugombea tena urais kupitia tiketi ya chama cha NRM. Wakati huo huo, kiongozi mkuu wa upinzani, mwanamuziki aliyegeuka kuwa mwanasiasa Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine, naye tayari ametangaza nia yake ya kuwania tena kiti cha urais. Bado haijabainika wazi iwapo chama chake NUP kitaungana na muungano huu mpya wa kisiasa, lakini Mugisha Muntu anasema hii ni step ya kwanza. Hata tuliwapa brief ya hii ambayo kimetendekwa leo, na step ya pili sasa, kama sisi wote tutakuwa tunazungumza nao mpaka tutakavyoona common grounds tunaweza tukafanya pamoja. Hii si mara ya kwanza siasa za kisasa nchini Uganda kushuhudia miungano wakati wa kuelekea uchaguzi mkuu, lakini mara kadhaa miungano hiyo imevunjika hata kabla ya kutimiza malengo. Kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2016, muungano uliokuwa umeundwa wa The Two Democratic Alliance TDA kati ya chama cha DP, FDC na aliyekuwa waziri mkuu wa Uganda Amama Mbabazi aliyetangaza kuwania urais baada ya kutofautiana na Rais Yoweri Museveni. Lakini muungano huo ulivunjika baada ya viongozi kushindwa kuwafikiana juu ya kuwa na mgombea mmoja. Na kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2021, muungano wa United Forces of Change kati ya chama cha FDC na vuguvugu la People Power chini ya Bobi Wine vilevile ulivunjika baada ya kutoelewana juu ya mikakati na swala la kuwa na mgombea mmoja. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala. Ikulu ya Marekani imesema imesitisha baadhi ya shehena za silaha kwenda Ukraine huku vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vikizidi kupamba moto. Msemaji wa White House Anna Kelly amearifu ya kwamba uamuzi huo umechukuliwa ili kuweka maslahi ya Marekani mbele kufuatia tathmini ya idara ya ulinzi ya msaada wa kijeshi na usaidizi wa Marekani kwa nchi zingine. Ukraine imeonya kwamba kusitishwa kwa silaha kutoka Marekani kutaipa Urusi uthubutu wa kuendeleza vita. David Inkia na maelezo zaidi. Tayari Marekani imetuma makumi ya mabilioni ya dola za msaada wa kijeshi kwa Ukraine tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake Februari 2022 na kusababisha baadhi ya viongozi katika serikali ya Trump kuelezea wasiwasi wao kuwa msaada wa Marekani kwa sasa ni kidogo sana. Serikali ya Ukraine haijatoa maoni yake kuhusu tangazo hilo. Maafisa wa Marekani hawakusema mara moja ni usafirishaji gani haswa utakaositishwa. Hata hivyo, maafisa hao wameviambia vyombo vya habari vya Marekani kwamba hatua hiyo ilihusisha uwasilishaji wa makombora ya ulinzi wa anga ya Patriot sambamba na silaha nyingine muhimu ambazo zimekuwa zikitumika katika vita hivi vinavyoendelea nchini Ukraine. Uamuzi huo unakuja katika wakati mgumu kwa Ukraine ambayo ilisema imestahimili mashambulizi yake makubwa zaidi ya angani tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi nchini mwake. Naibu waziri wa ulinzi wa Marekani anayehusika na sera Elbridge Colby amesema kwamba idara ya ulinzi inaendelea kumpa rais chaguo sahihi ili kuendeleza msaada wa kijeshi kwa Ukraine. We're not going to see necessarily an immediate impact. Hatutaona athari za moja kwa moja katika suala la vita vya ardhini kama matokeo kwa kile Pentagon wanachokifanya, lakini nadhani wasiwasi utakuwa kwenye vita ya angani. Tumeona vile Ukraine inafanya vizuri sana katika kukabiliana na vitisho vya anga kutoka Urusi. Kama hiyo itaathiriwa kwa kiasi kikubwa na ikiwezekana kwa haraka, Possibly fairly quickly. Ameongeza kwamba idara yake inachunguza kwa usahihi mbinu yake kwa sababu huenda kukawa na wasiwasi mkubwa nchini Ukraine, lakini kipaumbele kikubwa cha Rais Trump kwa sasa ni Marekani kwanza. I think there will be quite considerable concern. nadhani tutakuwa na wasiwasi mkubwa sana. Jambo kuu ni aina ya silaha ambayo sasa itasimamishwa. Hayo ni makombora ambayo Ukraine hutumia katika ulinzi wa anga, kulinda miji yake wakati ambapo Warusi wanarusha ndege zisizo na rubani zaidi na zaidi juu ya Ukraine kila wiki. Lakini eneo lingine la wasiwasi limekuwa ni makombora ya Ukraine hutumika kwenye ndege za F-16 ambazo zimetolewa na ambazo zimekuwa zikitumika kwa takribani mwaka mmoja uliopita.
Wao pia ni sehemu muhimu ya ulinzi wa anga wa nchi hii. Mkazi mmoja wa Kiev ameambia BBC kwamba iwapo hali itaendelea kuwa mbaya, itamlazimu yeye na familia yake kuondoka ili kuyanusuru maisha yao. Ikiwa tutaishia katika hali ambayo hakuna ulinzi wa anga utakaoendelea kuwepo, nitahama, kwa sababu usalama wangu ndio jambo muhimu kabisa kwangu. Tayari nina mpango wa kuhama kwa sasa. Afisa mmoja wa jeshi la Marekani ameambia CBS News kwamba hatua ya Pentagon inatokana na wasiwasi kwamba hifadhi ya kijeshi ya Marekani inapungua sana. Usitishaji huu unakuja chini ya wiki moja baada ya Rais Donald Trump kujadili ulinzi wa anga na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika mkutano wa kilele wa NATO nchini Uholanzi. Trump alisema maafisa wa Marekani watafuatilia kuona kama baadhi ya mifumo hiyo inaweza kupatikana pindi alipoulizwa na BBC kuhusu nchi yake kuendelea kutoa silaha zaidi kwa Ukraine. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amezungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin, ikiwa ni mara ya kwanza katika zaidi ya miaka 2.5. Ofisi ya Macron inasema viongozi hao walizungumza kwa njia ya simu kwa zaidi ya saa 2 na kuongeza kwamba rais wa Ufaransa alihimiza kusitishwa kwa mapigano nchini Ukraine na mazungumzo yaanze juu ya suluhisho thabiti la kudumu la mzozo huo. Hata hivyo, ikulu ya Kremlin imesema Putin amemkumbusha Macron kwamba sera za nchi za magharibi ndiyo za kulaaniwa kwa vita hivyo, kwa sababu kwa miaka mingi zimekuwa zikipuuza maslahi ya usalama wa Urusi. Kwa sasa Moscow inadhibiti takriban 20% ya ardhi ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na peninsula ya Crimea iliyotwaliwa mwaka 2014. Wakati huo huo, shambulio la Ukraine limewaua watu 3 katika kiwanda cha kutengenezea silaha cha Urusi katika eneo la Izhevsk, zaidi ya kilomita 1000 kutoka mpaka wa Ukraine. David Nkya, Dira ya Dunia, BBC. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni, vyama viwili vya upinzani nchini Uganda vyaunda muungano na kusaini mkataba wa makubaliano, huku joto la kisiasa likishika kasi kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwakani. Jeshi la Uganda nchini Somalia limethibitisha kuanguka kwa helikopta yake iliyokuwa imebeba watu 8. Na mswada wa kodi na matumizi ya serikali wa rais wa Marekani umepitishwa na Senate, ingawa kulikuwa na mgawanyiko kutoka pande zote mbili. Hii ni BBC. Karibu tena msikilizaji katika matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa na Mikaro Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Regina Mziwanda akiwa kule Dar es Salaam. Tukisonga mbele, jeshi la Umoja wa Afrika nchini Somalia limethibitisha kwamba moja ya helikopta zake iliyokuwa imebeba watu 8 imeanguka katika uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa jijini Mogadishu, mji mkuu wa Somalia. Misheni ya Umoja wa Afrika AUSOM imesema ndege hiyo iliyokuwa ikiendeshwa na jeshi la Uganda ilikuwa safarini kutoka kituo cha anga cha Balgodogle kaskazini magharibi mwa mji mkuu. Awali nimezungumza na mwandishi wa BBC Monitoring Sam Murunga kupata picha kamili. Zile ripoti ambazo tumezipata kutoka kwa vyombo vya habari kule Somalia ama Mogadishu wasone kwamba ndege hii ilikuwa ni ndege ya jeshi au ni helikopta ya jeshi la nchi ya Uganda, na ndege hii ilikuwa inawasafirisha, haijasema kama ni wanajeshi au tu ni raia, lakini ilikuwa na watu 8 wakati ambapo ilipata hiyo ajali ikienda kutua kule Mogadishu. Ilikuwa na shughuli yote maalum ambayo ilikuwa inafanya? Hakujakuwa na operation zote maalum kule Somalia kipunde, lakini kumbuke jeshi la Uganda lina maelfu ya wanajeshi kwenye nchi hii ya Somalia, ikisaidiana na jeshi la nchi hii ya Somalia na vile vile wanajeshi wa Umoja wa Afrika kujaribu kupigana na kundi hili la Al-Shabaab. Na je, kumekuwa na tamko lolote kutoka kwa serikali kuu ya Somalia? Na mkuu wa ile shirika la serikali ambalo linashughulikia usafiri wa anga alikuwa ameongea kusema kwamba bado ni mapema, wanafanya uchunguzi kubaini ni nini kimesababisha ajali hiyo, lakini akasema na vile vile akasema kwamba walikuwa wamebainisha kwamba ndege hiyo ilikuwa na abiria 8, na kwa hivi sasa haizi sema ni nini imekuwa hatima ya abiria hao. Sam, je, kutokana na ajali hiyo kumetatizika kwa shughuli za usafiri katika uwanja wa ndege wa Aden? Kulingana na zile ripoti ambazo tulipata kwamba kwa muda kulikuwa na utatizi wa shughuli kwenye uwanja huu wa ndege. Kulikuwa na ripoti ambayo ilisema kulikuwa na ndege ya kutoka Uturuki ambayo ililazimika kuja kutua Nairobi, lakini
kufikia hivi sasa tumeweza kusikia kutoka kwa shirika hili la usafiri wa anga kule Somalia kusema kwamba shughuli zimerejelea kuwa kawaida na ndege zinatua na kupaa kutoka kwenye uwanja huu wa ndege. Wanajeshi wa Uganda wako nchini Somalia chini ya mwavuli wa Umoja wa Afrika ama wenyewe wanafanya nini hasa huko? Wanajeshi wa Uganda wako kwenye nchi ya Somalia kwa sababu ya mipangilio miwili. Mpangilio mmoja ni ule wa Umoja wa Afrika ambapo kumekuwa na wanajeshi kutoka Uganda na Ethiopia na Kenya na Burundi ambao wanasaidiana na wale wanajeshi wa nchi hiyo na vile vile washirika wengine wa kimataifa kama vile Marekani kupigana na waasi ama kupigana na kundi hili la magaidi la Al-Shabaab. Lakini pia Uganda iko na mpangilio tofauti na nchi ya Somalia. Mpangilio au makubaliano ya kushirikiana kwa mambo ya kiusalama ama kijeshi, na mpangilio huo umeruhusu Uganda kutuma ama kupeana vifaa vya kupigana kama vile ndege na silaha na vile vile kutuma wanajeshi wake kwenye nchi ya Somalia, kando na ule mpangilio uliopo na Umoja wa Afrika. Ni Sam Murunga kutoka BBC Monitoring anahitimisha mazungumzo na Caro Robi. Tusalie katika taarifa hiyo, lakini jeshi la Uganda limeithibitishia BBC kuhusu kuanguka kwa ndege ya jeshi ambapo awali mwenzangu Skola Kisanga amezungumza na msemaji wa jeshi la Uganda UPDF Felix Kulaije. Ndege ilikuwa kwenye shughuli ya kusindikiza msafara wa magari unayohudumia vikosi vyetu ambavyo viko sehemu mbalimbali kule Somalia, yani forward operating bases. Na wakati inarudi asubuhi ya leo ikapata ajali ikiwa natua kwenye uwanja wa ndege wa Mogadishu. Na sasa mpaka sasa labda mmeweza kugundua nini chanzo hasa kilichosababisha ajali hii ya ndege ya jeshi la Uganda? Kawaida ukiwa unazungumzia ajali ya ndege ukimbilie kusema nini iliyotokea hii, tutasubiri wapelelezi watuambie ilitokea kwa nini. Tutaweka kamati itakayofanya na kikosi ya AUSOM kuthibitisha nini ilileta hii ajali. Pengine Jenerali Kulaige, unaweza kutuambia idadi ya watu ambao walikuwa ndani ya ndege hiyo na pia hali zao ziko vipi? Hasa kumekuwa kuna taarifa kuna ambao wameokolewa, na kulikuwa na raia ama ni wanajeshi peke yake? Ndani ya ndege ilikuwepo watu 8, 3 waliokolewa lakini ikiwa wana majeraha ya moto, halafu 5 wamefariki dunia. Lakini wakati ndege ilishuka moto ilichoma maeneo ya karibu, so kuna marea 3 ambao wamepata ajali nao wamepelekwa kwenye hospitali ya jeshi wanapata huduma. Taratibu gani sasa zitaendelea ama zinaendelea baada ya hayo ambao umeweza kunieleza, waliopoteza maisha ambao pia kuna wanajeshi? Zipo taratibu za kijeshi ambazo zinaendelea, na pia mnashirikiana kwa kiasi gani sasa na serikali ya Somalia kwa ajili ya kuweza kurejesha miili hiyo hapo Uganda? Lazima mimi itarejeshwa nchini na tunafanya shughuli pamoja na kikosi ya AUSOM pamoja na serikali ya Somalia kuhakikisha kwamba miili yao inarejeshwa hapa ili wapate mazishi ya heshima. Kuna wasiwasi labda huenda hili lilikuwa ni shambulio lenye nia ovu, pengine unaweza ukazungumziaje hilo kwa sababu limehusisha ndege ya kijeshi? La hasha, ndege ilikuwa inatoka uwanja, ijapigwa, ni ajali tu. Hakuna sababu ya kupata maswali kati ya Uganda na Somalia, yani ikiwa kwenye kazi lazima ajali zinatokea, na muhimu ni kuhakikisha kwamba mnatambua nini ilileta ajali na uepukane na chanzo cha matatizo. Naam, huyo ni msemaji wa jeshi la Uganda Felix Kulaije kama alivyozungumza na mwenzangu Skola Kisanga. Lakini sasa msikilizaji, tupate kionjo cha kuelekea michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake AFCON. Vipaji bora vya kanda